Bwana, mambo vipi? Naitwa Rashid Ramadhani Sheshe almaarufu kama Abirai katika series yetu ya Kombolela. Bwana, mimi sina kazi yoyote zaidi ya uigizaji. Sanaa ndo kazi yangu, sanaa ndo maisha yangu. Kazi ya sanaa sasa, nina miaka 6 sasa hivi kwenye sanaa. Nina miaka 6. Sanaa nilianza tangu mwaka 2019 mwishoni. Na naweza nikasema tu 2020. Ndipo safari yangu ya sanaa ilipoanzia, ila kufahamika kwa Watanzania rasmi ilikuwa 2025 katika series ya Kombolela. Kilichonivutia kuingia kwenye taaluma ya uigizaji, hapo awali sikuwahi kuwaza kwamba ninaweza kuwa mwigizaji, labda siku nitakuwa mwigizaji fulani nitafahamika. Sikuwahi kuwaza. Ila safari yangu ya sanaa ilianza pale ambapo mama yangu alinipeleka kwenye darasa linaitwa Vision and Talent. Na mimi madhumuni yangu kuingia kwenye hilo darasa kwenda kujifunza ilikuwa sio kuwa mwigizaji. Yaani ilikuwa na plan kwamba nikienda kujifunza katika lile darasa nitapata nafasi ya kuona waigizaji wakubwa nini. Ndio ilikuwa furaha yangu yani. So unajua. Kwa hiyo sasa, ila ya Mungu mengi nikaenda, ila kadri siku zinavyozidi kwenda nikakuta napenda kile kitu kukifanya. Kwa hiyo nikaongeza juhudi. Leo hii hatimaye nipo hapa na nafahamika na nyie mnaonitazama. Kwa upande wa changamoto hakuna kwa kweli. Hakuna changamoto ambayo niliwahi kupitia. Labda tu ni vile tu kipindi cha msoto kile ambacho upo darasani, wenzako mnapambana kuanzia 2019 wakuta 2020 wamekuja watu wapya, wamepata nafasi, wameruka, unaona, wametoka wameshatoboa, bado pale unasugua 2000 miaka ya kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu mpaka mwaka wa 4, ambapo kwa mtu mwingine sio rahisi kusubiri hivyo. Kwa mimi nilifanya subra. Mafanikio najivunia kwa sasa, kwanza kufahamika. Najivunia kwanza kufahamika. Kufahamika ni mafanikio makubwa, yani moja ya mafanikio makubwa sana kwangu, kwa sababu pia nilikuwa nahitaji kufahamika. Hivyo kufahamika kwangu ndipo kunafungua milango mingi ya fursa kupata kazi zingine. Nimeweza kuonesha kipaji changu, ila bado katika maisha, unajua, ndo kwanza nimeanza, ndo nimetambulika na wananchi, nimetambulika na maproducers. Kwa bado sijafanikiwa kwa kiwango kile, ila namshukuru Mungu kwa hapa alipofika. Mimi ni Muislamu, naitwa Rashid Ramadhani Sheshe. Mimi ni Muislamu na nimesoma madrasa sana, kwa hiyo naijua dini vizuri. Katika kazi yangu maadili ya Kiislamu nazingatia vipi? Kama nilivyosema hapo awali, mimi ni Muislamu. Siwezi kufanya kazi bila kuomba. Cha kwanza lazima nimuombe Mungu, na nikimaliza pia lazima nimshukuru Mungu. Kila kitu kinaanza na Mungu na dua hivyo. Na pia hata nikipata wasaa katika kazi zetu tunapata nafasi ya kuswali, ila tu sometimes uoga kunakuwa na changamoto, labda mna shoot, mpo vipindi vinatakiwa kuwaiwa, producer kuelewe, tumwambie usije unaenda kuswali akuelewe. Kwa hiyo hivyo changamoto kama hizo zipo. Kwa hiyo unakuta muda swala sometimes zinakupita, ila dini ipo. Hakuna mazingira ambayo yananiforce kwenda kinyume na nilio maadili ya Kiislamu, hakuna. Uaminifu na kiwango kikubwa sana katika nafasi yangu, katika maisha yangu, kwa sababu uaminifu ndo kila kitu katika kazi. Kazini kunahitaji uaminifu, kuwa mwadilifu, nidhamu, juhudi. Hivyo kwa mwaminifu ni rahisi pia kupata, yani ni rahisi kupata kazi nyingine, watu kukufahamu. Yani uaminifu umebeba kila kitu. Kazi inahitaji uaminifu, I say. Katika masuala ya kupanga muda, ikitokea labda nimepata kazi nimeenda kushuti,
Ratiba zinapangika kwa sababu unakuta labda let's say nina shoot labda saa 2, schedule yangu imeandika labda na shoot saa 2. Tunakutana tena mida saa 10 sijui jioni. Kwa hiyo hapa katikati hapa nina nafasi ya kufanya vitu vingi, kwa hiyo naweza kwenda kufanya ibada hivyo, naweza ukajisomea Qur'ani mara moja, lakini sio sana, sio muongo, ni sio sana, lakini mara moja inajipenda. Kumheshimu kila mtu. Mimi nakumbuka ustadhi wangu alikuwa anatufundisha kwamba kumheshimu kila mtu, nidhamu ni kitu cha mbele. Pia hata darasani ambapo anafundisha sanaa tunahusiwa kwamba nidhamu ni kitu muhimu sana, haijalishi unakutana na nani. Kwanza niseme kwamba yule Abilai wa kwenye Kombolela, yule ambaye mnamuona katika television ni tofauti na huyu mnayemwona hapa, au la mkamwona live. Wengi waliopata nafasi ya kuniona live wamepata kujionea ni watu wawili tofauti. Ingawaje ambao hawajawahi kunitazama live lazima ufeel kwamba yule mtu yani Abilai linaonekana toto tundu, nilisela lilivyo linatisha. Lakini ukija kuniona live mwenyewe utachoka, kwa sababu mimi ni mtu fulani, ni mpole sana, ni mpole pia ni mcheshi kama nikikuzoea. Ushauri ambao naweza nikawapa, sanaa ni kazi kama kazi zingine. Sanaa sio uhuni kama watu ambao wanadhani. Kwa hiyo kuna watu ambao wanapotoshaga kwamba sanaa ni uhuni, sanaa sijui kitu gani. Hapana, ni namna tu ya kuheshimu kazi yako. Ukiheshimu kazi yako kila kitu kinawezekana. Kwamba uhuni ni sehemu yoyote, haijalishi unafanya kazi gani. Wewe kama muhuni ni tabia yako tu uhuni, ila ni vile tu kuzingatia nidhamu kazini. Dini yetu bwana, sema ni masuala ya riziki. Najua kwamba kuna muda sio sahihi kitu tunachokifanya, sijui kurekodi labda hivi, kuigiza mambo maigizo, sijui unaigiza unalia nini, maana ni kudanganya wanasema. Kwa hiyo lakini hatuna budi, Mungu anajua kwamba sisi tunatafuta riziki, hatuna nia hiyo. Pia tupo katika kuelimisha jamii. Nikicheza muuni kwamba sio kwamba labda nacheza uuni vile, labda nitakuwa kweli vile navuta bangi nini na washawisha, hapana. Ila baadaye tunakuja kutoa funzo kwamba kuna madhara 1, 2, 3. Tunajaribu kuelezea jamii kwa urahisi. Wanikumbuke katika funzo, wanikumbuke katika somo. Niwe pia ni mojawapo ya yani niwe mfano mojawapo wa vijana wenzangu kwamba sanaa bwana sio uhuni, sanaa ni kazi kama kazi zingine. Ukiheshimu kazi yako unaweza ukafanikiwa. Sura yote ambayo unaikumbuka nisome. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ningeomba jamani, mtu sapoti. Sisi ni vijana tunajitafutia riziki, tupo katika kutafuta kesho yetu. Kwa hiyo msiache kutufuatilia jamani, tunapambana vijana wenzenu, vijana wenu jamani sisi. Kwa hiyo msiache kutusapoti. Ni zao jipya katika sanaa.